polisi wa Tanzania jameni wanapiga kwa kweli. Nione kama nitampata kwenye line. Ali! Niambie. Bwana pale Tanzania, hebu tupe taswira. Twasikia kwamba polisi wa Tanzania bwana wanapiga sio mchezo. Hususan nikija katika masuala maandamano. Bwana, katika swala hilo usiulize kabisa. Kuna kikundi kimoja kinaitwa Speed Force hao. Bwana ukapima kabisa, watu wanapiga vibaya sana. Yaani hata kuwe special kwa na maandamano ndani ya dakika 5 tu. Unaweza kukuta watu wenyewe wote wameyayuka. Hao jamaa wanapiga vibaya sana. Yaani usije ukaleta mchezo na polisi wa Tanzania. Yaani usipatane nao popote. Yaani usije ukapima. Yaani kuna siku moja Uganda pia walikuwa wanafanya fujo, Museveni mwenyewe aliwachukua hicho kikosi hicho. Akaenda nacho kule kwao. Akaenda nacho kule kwao. Watu tayari watu ukaijua sherehe. Watu wanapiga sijawahi kuona hao. Sasa alikikodi ama aliomba rais? Aliomba rais kwamba kuna watu wanamsumbua, akasema bwana naomba kidogo uniletee watu bwana waje kupunguza hii ghasia. Basi ndani ya dakika ngapi watu wakapanda ndege wakaenda huko. Bwana Uganda wenyewe walijua wenyewe kwamba watu ni wakina nani. Wale watu wakapiga vibaya sana. Kwani niulize? Yaani mchezo kabisa. Niulize. Hapo Tanzania kwani hamna haki za kibinadamu? Kama kwa mfano kuna kitu kimetokea labda venye Tundu Lissu saizi ameshikwa, kwani hakuna watu ambao wanaweza andamana tu kusema kwamba bwana haki itendeke jameni? Watu wanaweza kaandamana, lakini mtu kama Tundu Lissu sasa yeye anasababisha vurugu, kwa sababu Tanzania wanaamini yani maandamano yani analeta vurugu, kwa sababu wanabidi kama Tundu Lissu wanaamini kwamba kwa sababu ya Tundu Lissu kuwekwa ndani ni hii hapa, kwamba Tundu Lissu alikuwa anachochea watu walete ghasia. Sasa na vile watu wanaonewa huruma, kwa sababu watu wangejaribu kuandamana, watu wangeumia wengi sana kabisa. Kwa hiyo Tanzania sio kama hakuna haki. Haki ipo. Haki ipo, lakini especially kija mambo ya serikali usije ukajaribu hata kidogo. Yaani kwenye serikali yani inabidi utulie, especially kama mambo hayo sijui ya nini inakuwa ni. Kwa hivyo sisi wa Kenya tusijaribu kuvuka na ile haki yetu tutapigwa. Hiyo mmalize tu kutumfanye mambo yenu tu. Kule watu hawana nidhamu hizo kabisa. Yaani watu hawajui mambo haya maandamano. Hawataki kabisa kusikia maandamano, inabidi muandamane tu maandamano, labda mnasifia serikali nini, lakini maandamano ya kuleta sijui haki nini hiyo. Hamna kabisa. Wasema kikosi kinaitwaje? Speed Force. Watu ni wabaya. Wanavaa vile vikofia fulani vyekundu hivi. Hao watu ni hatari sana. Zile kama helmet zile. Zile kama helmet zile. Yaani hao watu sio kapima kabisa. Hao watu ni wabaya, wanapiga vibaya sana. Nikikwambia tu bwana raia wema, tunaomba mrudi nyuma, basi wewe inarudi nyuma kweli. Wanaanza mwanzo kabla pigwa wanaanza raia wema, tunaomba mrudi nyuma. Wanatangaza kabisa jamani raia wema warudi nyuma. Wanatangaza kama mara 3 mara 5, wakiona watu wanapiga mabomu. Sasa hapo kitachotokea hapo shida yenu. Yaani shida yenu. Wazanzibari wenyewe walifanya pia siku moja wanaleta ubishi kama huo, akapelekewa kule. Walikimbia wenyewe baharini. Unajua Zanzibar ni ndogo ile, walikimbia baharini wote kwenye Shukrani sana Liko Gianasa pa Radio 47. Sawa, na mimi nashukuru sana bwana. Wanaitwa Speed Force, wanapiga sio mchezo.